ndugu wananchi wa kata ya Kinyerezi, leo tuko hapa katika hili daraja letu ambalo ni daraja lina utata mkubwa sana, kama tulivyosikia historia yake kwamba daraja hili linaua watu wengi. Leo tumebahatika kufanya ziara, sio hapa. Ziara hii tumeifanyia kwenye kata ya Bonyokwa ambako kulikuwa kuna daraja la chuma ambalo limetolewa na watu wa TANROADS na ambapo kuna ujenzi. Kwa hiyo tumefanikiwa kukutana na engineer wa TANROADS. Kwa hiyo tulishapeleka maombi yetu ya barua, lakini pia tukamuomba kwamba tunaomba kama ikiwezekana hilo daraja tulipate kwenye hili eneo la daraja. Kwa hiyo tumekuja kumuonyesha ili sasa yeye kama inawezekana achukue maombi yetu atupelekee kwa wakubwa zake. Kwa hiyo ndio hilo tu, tumekuja kumuonyesha physically. Majina naitwa Engineer Suzana Lucas, ni mkuu wa idara ya matengenezo TANROADS Dar es Salaam. Of course tunaelewa wote kwamba changamoto za mvua zinazotokea sasa hivi zinaathiri miundombinu, na sio tu kwa hizi barabara za TARURA, lakini hata sisi barabara zetu za TANROADS nyingi zimepata athari. Mheshimiwa aliomba tuje tuangalie eneo hili ambalo limepata athari, ambayo ni barabara ya TARURA. Mimi naomba niseme nimelipokea ili ambalo ameliomba na nitalifikisha kwa ngazi ya juu ya viongozi wangu. Lakini tu nipende kusema kwamba hizi athari ziko mahali pote. Hata sisi kama mlivyoshuhudia jana, tuna ujenzi wa barabara ile ya Kimara Bonyokwa, pia tulipata athari, sehemu zimekatika. Kwa hiyo na sisi pia tuko katika kuhangaika kutatua hizi changamoto na za miundombinu zinazotokea kwenye barabara hizi kuu na za mikoa za TANROADS. Lakini kwa hili ambalo mheshimiwa amelisema, nalichukua na nitalifikisha sehemu husika. Naitwa Shamte Mlanzi Mkali, mwenyekiti serikali ya mtaa wa Kanga, kata ya Kinyerezi. Tuna shida kubwa sana juu ya daraja hili sana, na vijana wetu wengi wakubwa na watoto wanakufa hapa. Bahati mbaya sana hiki kivuko kimetenganisha watu baina kule na huku, na shule zote za msingi sekondari ziko ng'ambo hii. Hivyo wanafunzi wote wa huku wameandikishwa huku. Sasa ikifika saa 8 wanavotoka pale na msimu wa mvua hii inakuwa shida kule kweli. Wazazi wanalazimika wakati mwingine kutoka makwao kuwasubiri watoto zao pale, kuwazuia wasivuke mpaka maji yapungue. Na maji yakianza kuja hapa yanapungua muda masaa 4 5, wanalazimika kukaa mpaka saa 4 usiku. Hivyo kwa shida hii, na hivi ninavyozungumza leo tarehe 30, zimepita siku 3 nyuma, mwanafunzi wa darasa kwanza ameshakufa hapa. Kwa ndio tumemtafuta siku nzima kote huko, tumeshindwa kumpata. Jana ndio kazikwa patikana. Na siku nyingi zote hizo wanakufa, wanaondoka tu, 2 3 wanaondoka. Tumeomba msaada sana. Mkuu wa mkoa alifika, tumeomba, mkuu wa wilaya alifika, viongozi wengi wanalijua daraja hili. Sisi raia yetu tunaomba tu kwa niaba ya wananchi, na kilio chetu kikubwa ndio hicho. Ilifika mahali tuliomba basi ile daraja ambalo liondolewa Bonyokwa pale, ile la chuma, kwa hatua ya dharura tusaidie kuweka hapa, tuondoe, kuweza kupunguza au kuondoa vifo vya wanafunzi na watu ambao wanapita pita hapa. Na mimi nichukue fursa hii naiomba serikali, viongozi wenzetu wakubwa, mainjinia, wenye mamlaka mbalimbali, basi watuunge mkono katika namna jinsi gani tupate kivuko hichi hata cha muda, kiasi cha kwamba msimu wa mvua basi watu wawe na amani na wasalimishe maisha yao, wawe na hai. Eneo hili kuna mita 6-7 ambazo tayari ni barabara. Kwa mujibu wa sisi tulifanya maombi yao TANESCO, na wakajibu barua hiyo ya maombi kwa kuwa tayari ni huduma wananchi, lakini pia hata sisi wakaguzi wa hizi mkuza huu lazima kuwa na njia ambayo ipitike kwa haraka. Hivi tukakubaliana hii sehemu yote upande yote ni barabara, inakwenda mpaka kule kote ni barabara mpaka inakwenda kule. Kwa hiyo barabara ya kudumu kabisa tunayo mazingira haya, na hakuna njia nyingine ambaye karibuni ndio hii. Tulifanya ukaguzi sehemu zote zile na maengineer, lakini kuonekana hakuna uwezekano, ni hapa tu. Kwa hiyo naomba tutumie fursa ile ya hizi mita zile ambaye tayari tumejenga mkataba na TANESCO, umeona kwamba hakuna athari yoyote, basi tupitishe barabara, kwa sababu bomba ya gesi haikupita huko kule, huku ni TANESCO tu. Asante.